Watazamaji wa Sibuka Televisheni, ni wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunazo shukrani nyingi mbele za Mungu tena kwa sababu ametupa neema tena ya kujihudhurisha mbele zake kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Basi leo tena ni mimi mtumishi wa Mungu Chubwa Vitusi wa kanisa la AGT Sinza Dar es Salaam. Ninakuletea somo ambalo nimeanza nalo wiki iliyopita lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Tuombe sasa, tuendelee mpendwa wangu mtazamaji. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme, wewe unabaki kuwa Mungu wetu, ni mwaminifu, ni Mungu wa haki. Jina lako na litukuzwe basi na kuinuliwa. Tena leo Bwana umetupa ni nafasi nzuri ya kutafakari Bwana ili neno lililoleta kwetu kwamba mpango wako unaweza kutufadhaisha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba Mungu wangu na kuamini. Amen. Mpendwa wangu mtazamaji, kama nilivyosema wiki iliyopita Jumamosi kama leo saa kama hizi, Mungu alinipa neema nikaleta somo ambalo kichwa chake kinasema mpango wa Mungu unaweza ukakufadhaisha. Inawezekana labda wewe siku ya Jumamosi ukupata nafasi ya kuwa pamoja nami, basi ujue kwamba tulikuwa tumeanza somo hilo. Na wewe ambaye ulikuwa pamoja na mimi tunaendelea. Na kwa ajili ya faida pia ya watu ambao hawakuwepo Jumamosi, nitarudia tu kwa haraka ili niweze kufika mahali tulipokuwa tumeishia, halafu kwa neema ya Mungu niendelee. Bwana asifiwe sana. Wapendwa wangu watazamaji, nilianza kwa kusema au ndilo somo letu kwamba mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Na nikasema mara nyingi sisi watu wa Mungu, wewe mtu wa Mungu, unafikiri jambo linalokuja kama halijabariki moyo wako, jambo linalokuja kama haliko la baraka, haliko la kukufurahisha, basi mara nyingi tumedhani kwamba ni jambo lilotoka kwa yule adui Shetani. Nikasema hapana, inaweza kabisa ikawa ni jambo lilotoka kwa Mungu wetu. Inaweza kuwa kabisa ni jambo lilotoka kwa Baba yetu wa mbinguni Mungu, lakini likawa la kukufadhaisha. Naona mara nyingi hata Gideoni alipokuwa ameambiwa na Mungu kwamba aende sasa kawaamue Waisraeli na maadui zao, alisema kama Mungu yuko pande wetu, mbona jambo hili linatupata? Naona ni maswala ambayo mara nyingi na wewe unaweza kuwa umejiuliza. Unaugua muda mrefu, unapata shida, umemaliza masomo yako, unatafuta kazi upati, unasema sasa Mungu yuko wapi? Na wengi wamekata tamaa kumtumikia Mungu, wakasema sasa yatosha. Lakini ni mpango wa Mungu kwako, inawezekana anakuandalia kitu kilicho chema. Basi nilisoma katika Isaya 55, na leo tena naomba nisome kuanzia ule mstari wa 8. Anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana anasema Mungu, anasema kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Njia za Mungu ni njia zilizo juu sana kuliko njia zetu wanadamu. Na hata hivyo mawazo yake anasema ni mawazo ambayo ni tofauti na mawazo yetu. Lakini anasema anatuwazia yaliyo mema. Anatuwazia yaliyo mema. Ndivyo lilivyokuwa neno la Mungu tokaro katika kinywa changu. Anasema halitarudi bure. Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu, mpendwa wangu mtazamaji, unaweza ukakufadhaisha. Nilipokuwa ninaendelea nilisoma maandiko kadha wa kadha. Yamkini leo kwa muda wangu kwa sana nataka nisonge mbele kuanzia pale nilipoishia. Ninaweza nisirudie kama nilivyosoma wiki iliyopita. Lakini nilisoma kwa mfano katika Luka 1 mstari wa 8 mpaka 12
kwa habari za kuhani Zakaria. Zakaria alikuwa ni mzee na mke wake Elizabeti mkongwe, hawakupata mtoto. Nikasema lilikuwa ni jambo la huzuni, lazima liwe jambo la huzuni. Sasa tunapokuwa tumefunga ndoa, tumeoa, tumeolewa, tunatamani tupate watoto. Lakini sasa tazama, huyu mama Elizabeti anakuwa anaitwa tasa, jina ambalo hakulitarajia kabisa, tasa. Lakini Mungu aunaye mbali anajua litakalo kwenda kutokea baadaye. Wao walihuzunika, walifadhaika. Biblia inasema ilipokuwa wakati wa sasa huyu Zakaria kuingia katika zamu yake kumtumikia Mungu ndani ya hekalu, malaika wa Bwana alishuka, malaika Gabrieli, akampa habari za kuzaa huyu ambaye ni Yohana. Tunamfahamu Yohana Mbatizaji. Biblia inasema kwamba akafadhaika. Pia nikasoma katika Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Habari za malaika huyo Gabrieli anakwenda kwa Mariamu, na Mariamu ameposwa na Yusufu. Biblia inasema kabla hawajakaribiana, unaona, alionekana mbele, lakini alimpelekea habari za kumzaa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tukisoma katika mstari ile, Biblia inasema Mariamu alifadhaika. Mimi nikasema kwa nini afadhaike ikiwa alikuwa amepelekewa habari njema za kumzaa Yesu? Niliuliza swali nikasema, mabinti, na pengine wewe unayenisikiliza binti, kama kungekuwa na mabinti 20, 30, 40, alafu malaika kauliza ni nani katikati yenu mabinti angependa kumzaa Yesu Kristo? Naona kama labda ni kipindi kile, hata kama hakujua ni Yesu Kristo ni nani, anasema kwani nani huyo? Akaambiwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hivi atakuja kwa wanadamu. Wengi wangeweza kunyosha mikono, na wengi ingewezekana binti unasikiliza ungekuwa mmoja wa wanao nyosha mikono. Lakini yeye alipopata habari hizo alifadhaika. Nami nikauliza swali, kwa nini afadhaike wakati alikuwa analetewa habari njema za kumzaa Yesu Kristo mwana wa Mungu? Ndio maana hata ile salamu ya malaika anasema umebarikiwe wewe. Unaona, ni baraka, jambo hili ni baraka kwako. Lakini yeye alifadhaika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pendo wangu mtazamaji, hakika uelewe somo hili likusaidie, likufanye usonge mbele. Mambo unayoyapata, majaribu unayokutana nayo, wakati fulani si kana kwamba Mungu amelala, umesinzia. Mungu anaona kila kitu. Mungu yeye anajua kesho yako. Mungu anajua mwezi wako wa kesho. Mungu anajua yatakayokupata mwaka kesho. Tazama, nimesoma katika Isaya 55 kwamba yeye anajua mawazo anayotuwazia. Mungu anajua mawazo anayokuwazia kwa habari ya biashara yako. Anajua ya kwamba inateteleka. Anajua ya kwamba ndoa yako inasuasua. Anajua ya kwamba hakuna mapatano kati ya kwako wewe baba na mama, au kati ya kwako wewe mama na baba. Ndoa inateteleka. Mungu anajua. Na inawezekana ameacha namna hiyo ingawa umeomba. Lakini unaonaje kama ulipoomba angekupa papo kwa papo? Ingewezekana kabisa basi ungesitisha kuendelea na maombi. Lakini Mungu amerefusha jaribu lako. Mungu ni waajabu sana, anaweza kurefusha jaribu, lakini kusudi lake ni la kukujenga wewe, ni la kukuinua wewe. Nilikwambia wana wa Israeli katika ile safari ya kutoka Misri kuelekea Kanaani, naona watu wana historia wanasema pale ni karibu sana, yapata labda wiki 3 au mwezi. Kama ingekuwa ni muda mrefu wangekuwa tayari wameingia katika ile nchi ya ahadi. Lakini Mungu anarefusha safari. Ziko sababu nyingi mbalimbali, naona, lakini Biblia moja inasema alitaka kuwaonja, asikie wanazungumza nini. Naona ukisoma katika Biblia mahali ambapo wakati fulani anawapitisha katika jangwa, ni jangwa, amepita katika jangwa, ndani ya jangwa kuna maji, ndani ya jangwa hutegemei kupata chakula. Hata wao walisema, Musa, ni kwa nini wewe umetuondoa katika ile nchi ya Misri? Kule tulikuwa tunakula nyama, vitunguu saumu, kulikuwa na baraka. Baba mtumishi wa Bwana, unatuletaje hapa? Kwa hiyo wengi inawezekana wakawa na mashaka juu ya kuitwa kwa Musa, au kuambiwa na Mungu kumwambia Musa kwamba ni kweli. Pengine walimuuliza maswali ambayo hayakuandikwa katika Biblia, mpendwa wangu, kwamba hivi ni kweli mtumishi wa Mungu, Mungu kweli amekuambia tutoke sisi Misri? Ingawa kulikuwa utumwani, lakini kule tulikula. Ingawa kule kulikuwa utumwani, lakini kule tulipata maji. Sasa unatuleta mahali ambapo ni jangwa, maji menyewe yakiwepo yanaonekana ni machungu, yanaitwa Mara katika sehemu ile.
mara. Ni machungu. Mungu anataka kuangalia wanapoingia katika jaribu wanaongea nini kumhusu Mungu. Biblia inasema Mungu akawaonja. Mungu anaweza kukupitisha katika shida na taabu. Ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, akakufanya na shangaa umezaa wakati ambao wengine hawajazaa, wanalilia kuzaa, wanasema mbona mimi sijazaa. Lakini wewe uliye na watoto unalia, na mara nyingine hata usipomwambia mtu, ndani ya moyo wako unasema ni kwa nini mimi nilimzaa? Nimemzalia ibilisi mimi. Nimezaa huyu mtoto ambiliki, nimezaa huyu mtoto amekuwa chokola, nimezaa huyu mtoto amekuwa mvuta bangi tu. Unaona? Lakini nasema Mungu anajua ya kwamba hayo yote yanakupata wewe. Nyamaza kimya, muombe Mungu, shukuru Mungu. Jumamosi iliyopita nikasoma ule mstari unasema kwamba shukuruni Mungu kwa kila jambo. Jambo linalokupata mshukuru Mungu. Lakini pia nikakusaidia katika masaidiano wewe, nikasema ebu usimpe nafasi shetani. Na hata hivyo Biblia ndivyo inavyozungumza. Usije ukampa nafasi shetani. Unapompa nafasi shetani umempa uharari wa kukuletea mambo ambayo ni majaribu. Kwa hiyo usimpe nafasi shetani, usimpe nafasi ibilisi. Ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya kumcha Mungu, ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Shetani atakuwa hana uhalali wowote wa kukugusa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana barikiwe wapendwa wangu watazamaji. Ndipo nikasoma tena katika Mwanzo 41 kuanzia mstari ule wa 8, habari za mfalme Farao. Biblia inazungumza ya kwamba aliota ndoto, na katika ile ndoto aliota anaona ng'ombe walio wanono 7 wanazuka kutoka katika mto. Ng'ombe hawaishi katika mto, hawajawahi kuishi katika mto, hawaishi katika mto, lakini wanaondoka katika mto. Ni wanene, wanapendeza, wako vizuri. Na mara tena wanazuka wengine ng'ombe 7 kwa idadi yao vile vile. Halafu hawa wanakula hawa walio wanono, na anasema kwamba pamoja na hawa wanono kuwala hawa walio hawa wembamba kuwala walio wanono, basi hawakuonekana kwamba angalau wameongezeka na wao, wakabaki vile vile. Kwa hiyo akaamka, kalala. Alipolala tena ndoto ikajirudia kwa namna nyingine. Anaona masuke 7 katika bua mazuri manono, na mengine yanazuka tena baadaye yaliyo membamba, na haya nayo tena yanakula haya mengine. Akafadhaika. Ndoto hiyo mpendo wangu mtazamaji ikamfadhaisha mfalme Farao. Usingizi wake ukapaa, raha yake ikaondoka, kama mfalme amefadhaika. Somo ni hilo mpendo mtazamaji, mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Mimi mwenyewe nilikueleza Jumamosi iliyopita, yapo mambo mengi ambayo nimekutana nayo, na kweli kama mwanadamu yalinifadhaisha, lakini baadaye ndio unakuja kuona kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu. Nikajifunza kwamba kumbe lile neno linalosema kwamba tukamshukuru Mungu katika kila jambo ni neno la kushikamana nalo, ni neno la kuliamini, ni neno la kulitendea kazi. Sio kila kitu kitakachokuwa kimekuja kwako ambacho unaona kinakufadhaisha basi huzunike, usononeke, ufanyeje. Hapana. Pendo wangu mtazamaji, kuna mwingine anapoingia katika majaribu anaacha hata kwenda ibada. Anaacha kabisa. Mimi ni mchungaji. Kuna wanaokuja wananiambia, mchungaji niambie, naomba unipe jibu. Unajua wewe baba, maana wewe ni baba, unatujua sisi washirika. Mimi ni mwaminifu katika zaka, ni mwaminifu katika ndoa, ni mwaminifu. Unaniona baba, ibada zote ni mwaminifu. Ananiuliza swali mshirika, anasema kwa nini mambo haya yamenipata? Kwa nini mambo haya yananipata? Kana kwamba Mungu haniangalii. Inawezekana ni swali unalouliza hata wewe. Unaona? Lakini nakwambia Mungu anakutazama usiku na mchana. Tena Biblia inasema kwamba ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Ametuchora. Kwa hiyo yeye anatuangalia. Safi sana tu anatuangalia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ananiangalia chubwa. Mungu ananitazama. Anakuangalia wewe mama unayesikiliza, unayenisikiliza na kutizama televisheni pendwa ya Sibuka. Anakuangalia. Naona. Nilisema siku ile Jumamosi kwamba unaonaje Ayubu? Ayubu alikuwa haelewi kinachoendelea. Kumbe nyuma ya pazia Ibilisi amekutana na Mungu, wakaongea leo yaongea. Unajua Mungu akamuuliza shetani, shetani unatoka wapi? Sasa mimi natoka huko
katika dunia kuzunguka zunguka. Naye anazunguka zunguka. Inawezekana hata wewe amekuzungukia. Ana maneno yake, ana mafundisho yake na yeye. Paulo anawaandikia Wakorintho anasema ziko sauti nyingi mbalimbali na hakuna sauti isiyokuwa na maana. Haipo sauti isiyokuwa na maana. Lakini maana ya sauti nyingine inaweza kawa ni ya kukutoa wewe katika uwepo wa Mungu. Na maana ya sauti kama hii unayosikia ni sauti ya kukuvuta kukuelekeza kwa Mungu. Kwa hiyo ni wewe ujue. Ndio maana Paulo anasema kama mtu hatajua maana ya sauti ile, basi amekuwa mjinga. Kwa hiyo anasema na hivyo na vile. Kwa hiyo lazima ujue sauti hii ninayosikia ni nini? Ni nini? Na uwe na kumbukumbu. Kwa hiyo Ayubu alikuwa haelewi kinachoendelea. Anakutana na shetani, kutana na Mungu. Mungu akamwambia lakini Mungu anajivunia. Mungu anajivunia. Kuna watu Mungu anajivunia. Anamwambia lakini je, katika kuzunguka zunguka huko na huko umekutana na mtumishi wangu Ayubu, mwelekevu wa moyo, hatendi dhambi, amejiweka mbali na uovu. Unaona? Lakini shetani akamwambia anayefanya hayo kwa sababu amebarikiwa. Umembariki, umempa ng'ombe, umempa kondoo, umempa ngamia, umempa watumwa, yuko vizuri. Kwa nini asiingie kanisani akakuabudu? Mungu akamwambia hapana, Ayubu ni mchaji wa Mungu. Naam. Na leo hii kuna watu ambao yani kama yeye alikuwa anatafuta kazi, hajapata kazi, alikuwa anatafuta kujenga, nunue kiwanja, jenge, hajafanikiwa. Anasema naweka mgomo baridi kwa Mungu. Mungu ni Baba, anajua wakati na majira. Mimi nasema yani Mungu ana majira yake. Usiharakishe majira ya Mungu kwako. Mungu analo kusudi. Sikiliza, kabla ya kuzaliwa mtu linatangulia kusudi kwanza. Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji hapo. Kabla ya mtu kuzaliwa linatangulia kusudi kwanza. Ni sawa na mtu kabla hajajenga linakuja kusudi la kujenga, anapata ramani ndipo anaanza ujenzi. Wewe unaona jengo limesimama lakini lilikuwa kwanza na kusudi kwanza. Ndio maana Yeremia anaambiwa, alipokuwa ameambiwa anapojitetea kwa habari ya kumtumikia Mungu, Mungu anamwambia kabla hujazaliwa nalikujua. Haiwezi kuwa inaishia kwa Yeremia peke yake. Lazima na mimi mtumishi wa Mungu, mwalimu Chuba hapa, Mungu lazima kabla ya kuzaliwa mimi alinijua. Alikuja kujua kwamba leo nitakuwa mchungaji. Kipindi kinaposimama ninapokaa mbele yako mtazamaji, na wewe unitazame usikilize ninachokizungumza, ninachokifundisha, yeye alijua. Tarehe ya leo alijua. Tarehe ya leo, saa kama hii, usiku kama huu, nitakuwa ninasema haya ninayoyasema. Alijua, anajua. Kwa sababu yeye ni Mungu. Ndio maana anasema njia zangu sio njia zenu na mawazo yangu sio mawazo yenu. Kwa kama Mungu anasema kwamba njia zake sio njia zetu na mawazo yake sio mawazo yetu, lazima tunapishana mahala. Hilo ulijue. Ndio maana katika maombi yako mwambie Bwana nisaidie kuzijua njia zako. Nisaidie nizijue njia zako na mapenzi yako katika maisha yangu. Kwa hiyo shetani akasema ni kwa sababu umembariki. Mungu akamwambia hapana. Yeye hata chochote kile kama hana, unasema yeye kwa sana ng'ombe, kwa sana nimempatia ngamia, kwa sana nimempatia hiki na kile. Hapana. Hebu kaviguse ila yeye mwache. Unaelewa habari za Ayubu mpendo wangu mtazamaji? Ayubu akaishiwa kila kitu. Shetani akaenda kapiga karibu paka vilivyokwisha, tena akamgusa na mwili wake akaugua. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Ungesema mimi namtumikia Mungu. Soma habari za Ayubu. Soma habari za Ayubu. Alikuwa anafanya ibada nzuri sana. Anaenda nyumba hii kule kwa mtoto huyu, leo kwa mtoto, na anatoa sadaka. Kipindi kile kulikuwa na sadaka ya dhambi, anatoa. Yamkini wanangu hao wametenda dhambi, ngoja anapoenda kwenye ibada nitoe sadaka ya dhambi, Mungu awasamehe. Hata kama ana uhakika wa kwamba ametenda dhambi. Alikuwa ni mcha Mungu, Biblia imezungumza, lakini yakampata yale yaliyompata. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka nikusaidie kitu mpendo wangu mtazamaji, ya kwamba yale ambayo unakutana nayo katika safari yako ya imani, katika darasa lako la imani, katika shule yako ya imani, yasije yakakufanya ukanyongonyea, ukashuka moyo, ukamwacha Mungu. Hapana. Nimesema hata mambo ya Mungu mwenyewe, mpango wa Mungu kwako wewe unaweza ukakufadhaisha. Wewe nisikilize tena niendelee. Farao alipoota zile ndoto, Biblia inasema kwamba kafadhaika sana. Watumishi wake wakamwangalia wakakuta amefadhaika sana.
Wanamuuliza swali, mfalme, mbona moyo wako umeshuka na uso wako unaonekana haujang'aa kama siku zote? Anasema, nimeota ndoto imenifadhaisha. Ni ndoto ya ajabu. Inawezekana hata uliwahi kuota ndoto ya ajabu ukafadhaika, lakini ilikuwa ni jibu la Mungu kwako. Nikasema jambo linalokufadhaisha sio lazima liwe la kishetani. Acha. Kama wewe ulikuwa na mpango, kila jambo linalokuja kukufadhaisha unakemea kwa jina la Yesu, unasema toka pepo, toka shetani. Sio lazima. Wakati fulani unakemea, kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu. Ndio maana lazima utulie, usikie sauti ya Mungu ikupe utulivu na kutulia. Halafu ushike lile andiko linalosema kwamba shukuruni Mungu katika kila jambo. Linapokuja jambo linalofadhaisha mama, linapokuja jambo linalokufadhaisha baba, kijana wa kike na wa kiume, inawezekana biashara yako imeregarega, umefilisika. Unashangaa na huo mtaji nao ulikuwa ni wa kukopa, si wako. Matarajio yako yalikuwa ni kwamba unafanyaje, unaendelea vizuri na biashara, pesa ya watu irudishe, lakini haijawa hivyo. Haijawa namna hiyo. Na ulikuwa mwaminifu, umemtolea Mungu zaka. Zaka ni ulinzi. Unashangaa mbona yule Mungu hajalinda? Mungu anakuangalia na kutazama. Mungu anakuangalia na kutazama. Aone utaongeaje. Ndipo kwanza umeanza biashara tu. Sasa naweza yakakaa pembeni au kamruhusu shetani, kama alivyomruhusu shetani kumgusa Ayubu. Aone unasemaje. Uwe mwangalifu. Kama kweli unamcha Mungu, unampenda Mungu na umeokoka. Na mara nyingi wanasema kama hujaokoka basi fikiria kuokoka. Kuokoka ni kujiponya. Kuokoka ni kuepuka jehanamu ya moto. Usije ukajificha chini ya kivuli tu cha dini au hata kuingia katika makanisa ya watu waliokoka. Si wote walio ndani ya makanisa waliokoka wameokoka. Ni wewe mwenyewe kumkubali, kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema ukifanya hivyo umekuwa mwana wa Mungu. Ukiwa mwana wa Mungu, sasa ibilisi hawezi kukugusa. Kama kweli unaacha dhambi, kama kweli unamtukuza Mungu, kama kweli unaishi katika utakatifu. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16 nasema, naye kama alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu hivyo hivyo katika mwenendo wenu wote. Ninakuhakikishia kama mtumishi wa Mungu, ndugu mpendwa unanisikiliza na unanitazama, kabisa ukiishi katika mpango wa Mungu, ukiishi katika kumpendeza Mungu, ukiishi katika kumcha Mungu, ukaepukana na dhambi, si kwamba shetani atakugusa. Atakugusa, maana naye amepewa ruhusa ya kugusa kama alivyopewa ruhusa kumgusa Ayubu. Lakini wewe ukijiangalia kama Ayubu, unaona hujakosea mahali popote pale, hilo linalokuja mtukuze Mungu. Jaribu linalokuja mtukuze Mungu. Ndio maana Yakobo anaandika, anasema hesabuni kwamba ni furaha tu mnapoingia katika majaribu. Hesabu hivyo. Mbona unalialia mama kwa ajili ya ndoa yako? Hesabu hivyo. Mbona unalialia kwa ajili ya ugonjwa? Inawezekana Mungu amekuacha ugonjwa unao mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa mpaka ukate tamaa. Mungu anapenda hali hiyo. Anapenda upate hali kama hiyo. Biashara ife kabisa, uanze zero. Maana yake ili sasa upate kumtumaini Mungu. Wewe umekata tamaa. Kama ni ugonjwa umeenda hospitali, madaktari bingwa ndio waliokuhudumia, hatimaye wao wenyewe wanaonyesha mikono, wanashindwa. Baada wanakuambia mama, nenda nyumbani tu. Nenda nyumbani kamsubirie Mungu. Unatoka hapo na moyo ulioshuka. Maana ni kama kwamba anakuambia mama, we nenda subiri kufa. Hapo ndipo Mungu anapopataka. Nataka nikueleze, unaporudi nyumbani, upo totoro, uwezi chochote. Unasema nitie mchungaji fulani, jamani, nitieni wapendwa waje waniombe. Mungu anapataka mahali hapo sasa. Watakapokuombea kwa jina la Yesu uwe mzima, wakakemea magonjwa yote, yanapotoka imani yako itainuliwa. Kwa sababu nini? Utakuwa unarejea kule nyuma kwamba kwa kweli nilipita katika mikono ya watu bingwa, madaktari bingwa, lakini wao wenyewe walinyosha mikono wakasema basi kama kufa nikaende kusubiri kufa, lakini sasa nimeombewa, nimepona. Unaona? Imani yako itaongezeka kuliko Mungu angekuponya uko hospitali kwa madawa yale ya madaktari. Nao ni watumishi wa Mungu, ungeweza kupona kupitia wao. Unaona sasa? Ni sawa, nisikilize mpendwa mtazamaji, ni sawa na Mungu alivyoacha, na Jumamosi iliyopita nilisema, alivyoacha mpaka Lazaro akafa. Ndugu zake na Lazaro, Mariam na Martha walipeleka habari kwamba rafiki yako, maana Lazaro alikuwa rafiki yake wa Yesu, wasema rafiki yako Lazaro hawezi, ni mgonjwa. Naona, njoo mponye. Yesu alikuwa anaponya watu. Yesu anaponya watu wa sasa. Kwa nini ugonjwa wako haujapona?
Halafu unasema hapana, unakuwa mtu wa kurukaruka. Unarukaruka kanisa, unakwenda huku unatafuta. Yesu yuko hapo hapo ulipo. Tufike mahali fulani tuwe waelewa. Biblia inasema na kila mahali ambapo kuna watu wawili naona katika jina langu kwa ajili yangu, na mimi nipo. Yupo hapo hapo. Yupo hapo hapo. Muujiza wako uko hapo hapo. Kuinuliwa kwako kuko hapo hapo. Kuponywa kwako kuko hapo hapo. Kumpata mchumba wewe binti kwako kuko hapo hapo. Kuipata hiyo kazi unayotafuta kuko hapo hapo. Hapo hapo. Unapoondoka ukaenda huku na huku katapatapa, Mungu wangu anakuangalia kwa jicho, anaona huyu haamini lile neno nililosema. Yesu anasema kila mahali ambapo kuna watu wawili wamekusanyika kwa ajili yangu, nipo. Si mnakusanyika Jumapili, mnakusanyika baada, mnakusanyika wengine wana ibada za katikati, mnakusanyika kwa ajili ya Yesu Kristo. Wala kile sio kikao cha siasa. Sio kikao cha siasa. Haji diwani, haji mbunge, yuko mtumishi wa Mungu, mchungaji na wazee wa kanisa na watumishi wengine, na sisi tunakwenda pale tukasikilize. Yesu yupo. Unaposema hapa hapana Mungu, na wengine wamediriki kusema namna hiyo kwamba Bwana hapa naona hapana Mungu, na Mungu hawezi kupendezewa. Nenda kwa imani. Katika kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa 6 anasema haiwezekani kumpendeza Mungu bila kwa imani. Na imani lazima iwe na matendo. Nilisema kama imani haina matendo imekufa. Ziko imani zingine Biblia inasema ni tasa hazizai, hamna chochote. Mungu anataka uwe na mtu wa imani. Mungu anataka uwe ni mtu wa usiyekuwa na mashaka. Basi anasema unapomwomba yeye ukiwa na mashaka, anasema usitegemee kupata chochote, kwa sababu anasema ni sawa na wimbi katika bahari, halieleweki linakokwenda. Upepo kija linakwenda huku mashariki, upepo kilipiga linakwenda mashariki kusini, upepo kilipiga magharibi, halifiki kokote. Linasukwa tu. Na wengine wamekuwa ni watu wa kusukwa kwa habari ya imani zao. Usitarajie unaweza kupokea kitu kwa Bwana. Nenda na imani. Ndio maana Yesu alifika mahali fulani, wapendwa wangu watazamaji, akasema nanyi msipoongoka mkawa kama vitoto vidogo, hamwezi kamwe kuingia mbinguni. Kuongoka sio kuokoka. Kuokoka unawezekana umeshaokoka, na nimesema wewe ambaye hujaokoka fikiria kuokoka, kwa sababu kuokoka ni kujiepusha na jehanamu ya moto. Naona lakini alisema msipoongoka. Ile neno kuongoka kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza ni to be transformed, au kwa Kiswahili nikitafsiri vizuri Kiswahili ni kubadilishwa. Kwa hiyo lazima unapookoka ubadilishwe. Ulikuwa mtu wa hasira, basi ubadilishwe, hasira ziwe mbali na wewe. Ulikuwa mwongo, ubadilishwe. Kwa nini nazungumza hivi mpendwa wangu mtazamaji? Kuna wengine bado ni wa Bwana asifiwe. Kuna wengine bado wanasema ameokoka, lakini wana tabia ya utu wa kale, bado ni waongo, bado ni wezi, bado wana tabia za mwilini. Naona anasema usipoongoka kama kitoto kidogo, huwezi kamwe kurithi ufalme wa mbinguni. Huwezi. Watoto wadogo ndivyo walivyo, wameongoka watoto wadogo. Yaani mtoto mdogo anamwaminia baba yake sana. Hata mimi nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa namwamini sana baba. Yaani nilikuwa naona hakuna mtu anayeweza kusimama mbele ya baba kapigana na baba. Nilijua baba lazima atamdondosha chini tu huyo mtu. Hivyo ndivyo nilikuwa najua. Haikadi niwezidi kuendelea kukua ndio nikajua kumbe kuna wanaweza pia kumpiga baba vikisawasawa tu. Unaona? Lakini mtoto mdogo anaamini. Wewe waangalie mitaani au kumbuka watoto wako. Kila lolote nao utakaza nitasema kwa baba. Hasemi kwa mama. Ni wachache wanaosema nitakusemelea kwa mama. Baba. Hata wewe hivyo. Amini ya kwamba Yesu anaweza kila kitu. Luka 1:37 anasema kwa kuwa kuna neno lililogumu siloliweza Mungu. Kwa kuwa kuna neno lililogumu siloliweza Mungu. Sikiliza basi nirudi katika habari za Farao. Farao alipoota ile ndoto nimesema moyo wake ukashuka, akatafuta kuuliza kwa nini imetokea jambo hili. Akamwambia sasa lakini kuna mtu ambaye anaweza kufanya nini? Anayeweza kutafsiri ndoto. Naye ni nani? Yusufu. Akaenda kwa Yusufu akaletwa pale. Akatafsiri akasema, mfalme, usisikitike, usihuzunike, maana Mungu, kasome pale vizuri, maana Mungu amekuletea majibu ya amani. Amekuletea majibu ya amani. Unaona? Sasa alikuwa anafadhaika kitu gani? Kumbe Mungu ameruhusu ndoto ile inayofadhaisha
kibinadamu kuota, unaona wanyama wanakula wanyama wenzao, hasa ng'ombe, maana kuna wanyama wanaokula wanyama wengine kweli, simba anaweza kula mbuzi na kadhalika, na asingeshtuka, ni kitu cha kawaida. Lakini kinakuja kitu ambacho sio cha kawaida. Ng'ombe anakula ng'ombe, alitarajia ng'ombe ale mbuzi ale manyasi, naona, lakini kinakuwa tofauti. Halafu na mabwa nao yanakula mabwa menzake, anashangaa. Ni jambo ambalo linamhuzunisha, linamsikitisha. Lakini sikia, mtumishi wa Mungu Yusufu alipokuja kutafsiri ile ndoto, alimwambia usifadhaike kwa sababu Mungu amekuletea majibu ya amani. Mungu amekuletea majibu ya amani. Na mimi ninakuambia mpendo wangu mtazamaji naye niangalia hata sasa, usifadhaishwe na jambo ambalo unapambana nalo. Usifadhaishwe na hilo jaribu lilo mbele yako. Binti, usifadhaishwe kwa sababu umekaa muda mrefu hujaolewa. Mungu anamwandaa aliye mume wako wa kukupendeza. Wamepita 2, 3, 4, usione kana kwamba umepoteza. Inawezekana Mungu anayeona mbele ameona acha hao wapite, hawajakufaa wewe bado. Anaye ambaye atakufaa, na utakapompata ukaishi naye kwa amani vizuri kuliko ungempata katika wale ambao unasikitika kwa nini umewakosa. Pengine angekuwa ni mtu wa kukupiga makofi kila siku, huwezi kujua. Pengine angekuwa sio mwaminifu katika ndoa. Kwa hiyo ungekuwa na ndoa yenye kulia, yenye mauzuni na masikitiko na masononeko. Mungu wetu hapendi kitu kama hicho. Mungu anataka iwe furaha kwa watoto wake. Kama vile hata wewe baba, mama, una watoto, unataka watoto wawe watoto wenye afya, wawe watoto wenye furaha, wawe na mafanikio. Ndio maana anasema najua mawazo ninayowazia. Katika Isaya 55, najua mawazo ninayowazia ni mawazo ya matumaini, kuwapa matumaini katika siku hizi za mwisho. Uwe na matumaini yaliyo mema. Sasa Yusufu anamwambia mfalme Farao, anasema ni jambo Mungu amekuonekania, wala huna haja kufadhaika. Mungu anakupenda mfalme, na ameichagua nchi ya Misri. Dunia nzima Mungu anachoenda kutenda, watu watakimbilia nchi hii. Sasa naye mfalme anasikiliza vizuri sana. Sasa itakuwaje? Akasema unaona wale ulioona ng'ombe 7, ile ni miaka 7. Sasa miaka 7. Miaka 7 mvua itanyesha. Miaka 7 hali hiyo itakuwa nzuri. Miaka 7 tukilima tutavuna. Lakini mfalme ufahamu ya kwamba baada ya miaka 7 wale wengine uliowaona wamekonda wale ng'ombe na wakawala wenzao wale nao ni miaka mingine 7 ya ukame. Ndio maana unaona wale ng'ombe walikuwa wadhoofu, wamedhoofika kweli kweli. Sasa kwa kifupi mfalme ni kwamba Bwana anakuambia hivi, katika miaka hii 7 ya kwanza ulime, uvune, ulime, upande, uvune, uweke kwenye ghala. Yamkini chakula cha miaka 7 mingine ya ule ukame utakaojitokeza kule. Na ndivyo ilivyokuwa. Lakini lilimfadhaisha mpendwa. Lilimfadhaisha. Kwa hiyo sio kila jambo ambalo linakufadhaisha limetoka kwa shetani. Hapana. Tulia, umjue Mungu. Ujue Mungu. Tulia, usirukaruke. Kwa kutokumjua Mungu nimesema wengine wanaacha makanisa yao, wanatafuta mibaraka huko, wanatafuta huko na huko na kule na wapi. Ukitulia hapo Mungu atakukuta hapo. Tulia. Nawezekana ndio labda umefungulia sasa kipindi. Pendwa wangu mtazamaji, Sibuka Televisheni, unakuta ninaendelea na kufundisha huku. Mimi naitwa mchungaji Chubwa Vitusi, mchungaji wa kanisa la EAGT Sinza. Ninalo somo ambalo nimeanza nalo tangu wiki iliyopita. Kichwa cha somo ni mpango wa Mungu naweza ukakufadhaisha. Hata sasa ninayo imani kwamba katika wengi wanaonitazama na kunisikiliza, uko mpango wa Mungu umewafadhaisha. Hata sasa inawezekana ile linalokufadhaisha mama ni mpango wa Mungu. Tulia. Baada ya somo hili tulia. Ndio maana waliposema Yesu tufundishe kwa habari ya maombi, kusali, hakuacha katika mengine kuambia pia kwamba ombeni ya kwamba mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako. Hata Mariamu alipokuwa anaambiwa kwenda kuzaa Yesu, nilikwambia kwake lilikuwa jaribu, kwa sababu hajawahi kusikia tangu azaliwe. Wewe na mimi tumesikia kwa habari ya Mariamu mwenyewe kwamba mtu kumba anaweza kupata mimba kwa Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa hajawahi kusikia popote, alikuwa hajawahi kusikia. Halafu anakuja kuambiwa atazaa. Sasa mimi mbona bado sijaolewa? Ni kweli nimechumbiwa lakini sijaolewa. Anasema, paka bibi inasema kwamba Yusufu akataka kumwacha. Yaani mpaka iko katika hati
ya uchumba kuvunjika. Sasa huyu amepata mimba. Kwa hiyo alikuwa alifadhaika tu kama mwanadamu, alifadhaika kwa sababu kwa akili yake, kwa mawazo yake. Na ujue Biblia inasema kwamba mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Njia za Mungu ni tofauti. Unaona? Njia zangu, katika Isaya anasema njia zangu ni tofauti na njia zenu. Kwa hiyo aliona nijaribu. Inawezekana tu huyo mchumba wake kwa kuwa alikuwa na hekima, lakini angeweza kusema unasema ni kwa Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu kwanza ni yupi? Maana hata kipindi kile hawajamjua Roho Mtakatifu vizuri kama tunavyomjua sisi. Ni Roho Mtakatifu namna gani? We dada, we mchumba wangu wewe. Unaona? Sasa ametokea tena hayo. Yani ilikuwa ni jaribu, lilimfadhaisha, lakini katika kule kumfadhaisha ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Wiki iliyopita nilitoa mfano wa mtu ambaye mama mwenye nyumba alimtia msukosuko sana. Na kwa kuwa alikuwa ana kiwanja chake na ameanza kujenga, basi akaona ngoja hamie. Hakujua angeweza kumkasirikia yule mama mwenye nyumba. Angeweza kusema huyu mama mwenye nyumba hana utu kabisa. Na ndivyo tunavyozungumza mara nyingi. Hata kazi unaweza ukashangaa, yani kazini unakuta bosi wako hakupendi, anakuchukia. Na katika punguza ya watu kama mmoja mnaopunguzwa, usikasirike. Kama umekwisha kumuomba Mungu na umejikabidhi maisha yako kwa Mungu, sema Baba, jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe. Wewe unajua kesho yangu nipi, unaijua. Unashangaa unaondoka pale unaibuka na kazi moja nzuri sana kuliko ile ya kwanza. Lakini asiyejua anaweza katoka pale anakimbilia mahakamani tu. Anakwenda anasema mimi nimekuja kumshtaki huyo mtu wala kunipa notice sio ya miezi mingapi au namna gani, sawa sawa na sheria utaratibu na hivi, na mdai milioni 300. Wewe milioni 300 hata hujawahi kuziona. Hata milioni hujawahi kuweka mfukoni unadai. Kumbe ungesema Baba nakushukuru ikiwa ndivyo wewe imekupendeza. Sasa ujue Mungu anakuangalia, anakulinda. Kazini kwako anakulinda. Kama Mungu ameondoa mkono wake wa ulinzi kazini kwako pale, bosi akasema ondoka na amani. Mwambie ubarikiwe baba. Mwambie mwajiri wako ubarikiwe, Mungu atajua atakachofanya. Hiyo tu sentence peke yake itamfanya kumfikirisha. Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Na unashangaa ukiondoka na namna hiyo, Mungu anakupa mambo makubwa mazuri hivyo. Kwa hiyo wakati fulani nimesema sisi tumefanya nini? Tumejaribu kuharibu mipango ya Mungu kwetu. Tumejaribu kuharibu mipango ya Mungu kwetu. Mungu kabla hajatufikisha kwenye kilele cha baraka zetu, tumeharibu mpango wake. Maana kama Mungu alikuwa anakuondoa mahali hapo, umeachishwa kazi, umefukuzwa kazi. Neno kufukuzwa sio uzuri. Barua kabisa unafukuzwa kazi leo unaipata wewe. Halafu sasa Mungu kumbe anataka kuinua kuondoa kwa kupeleke kule. Wewe tayari unaanza kuleta makeke, kumshtaki huyu, kufanya vile na nini. Basi Mungu anasema huyu mtu hapana. Anakuacha hivyo. Na ndio maana wengi tumebaki ni watu wa kuzunguka tu namna hii. Hatuzioni baraka zetu wala hatima yetu haifikii kwa sababu hatutaki kuingia katika mpango wa Mungu. Hatutaki kuingia katika njia za Mungu. Hatutaki kuingia katika mawazo ya Mungu. Na lazima kila siku unapoomba sema mapenzi yako yatimizwe. Ndivyo alivyosema hata Mariamu. Akasema naliwe hivyo kwa sababu mimi ni mjakazi wa Bwana. Iwe kama itakavyompendeza Mungu. Akakubali pamoja na kufadhaika kwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ndugu, naye nimekwambia mama mwenye nyumba kamfukuza, toa vyombo vyake nje hivi. Lakini basi akaona sasa hapa Mungu alikuwa kumbe amepanga mpango wa kwamba sasa amuinue aende akae kwenye nyumba yake. Iko raha kukaa katika nyumba yako mwenyewe kwa sababu hakuna kodi ya mwezi kwa mwezi wala ya miezi mitatu, miezi 6 wala mwaka. Ni kwako. Hata kama pangekuwa namna gani unarara raha mstarehe. Maana kuna wengine ikifika tu mwisho wa mwezi simu ya kutoka kwa mwenye nyumba akiangalia unakuta amekuja uso, anajua anamdai kodi ya nyumba, kumbe mahali pengine anamwambia tu vitu vingine. Unaona? Ni utumwa kwa kusema kweli. Ingependeza kama kila mtu ana maeneo ya kwake na nini. Kwa hiyo wakati ulipofika wa Mungu kutaka kumuinua ndugu huyu aondoke kwenye nyumba ya kupanga aende kwenye nyumba yake, sikia, ilibidi Mungu atumie mama mwenye nyumba kumharasi. Kwa hiyo mambo hayo yapo mpendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa nimezungumza pia na tulisoma Yohana 11 mstari wa 19 na kuendelea. Habari au mstari wa kwanza kuendelea.
Lazaro wa Bethania alikufa, na Mariamu na Martha maumbu zake, kwa maana madada zake, wakaenda wakamwambia Yesu, yule ndugu ya rafiki yako, maana Yesu alikuwa ni family friends wa nyumba wa familia ile, amekufa, njoo mponye. Na walikuwa na imani atamponya. Wewe unakuja kanisani una imani kabisa kwamba naenda nitaombewa, unashangaa wanapona wengine, wewe uponi. Je, kwa nini unafadhaika? Usifadhaike, subiri Yesu. Subiri Yesu mpendwa mtu wa Mungu, subiri Yesu. Subiri wakati wa Bwana. Kwa hiyo habari zimekwenda, watu wamepeleka habari kumwambia Yesu, asema Yesu, yule rafiki yako Lazaro hawezi. Kwa maana ukisema pale anasema hawezi, maana yake ni mgonjwa. Hawezi, ni mgonjwa. Njoo mponye. Ombi la dada zake Martha na Mariamu, wameomba chonde, njoo mponye. Walikuwa wanajua anaponya, na wewe unajua Yesu anaponya. Lakini Biblia inasema Yesu hakufanya haraka namna hiyo, kama ambavyo hajafanya haraka kukufanyia kile unachokihitaji. Lakini anajua, anataka kuangalie unasemaje akichelewa. Kinachotoka katika moyo wako kitatoka mdomoni, kimo katika moyo kitatoka mdomoni. Utasemaje? Naacha ibada. Hakuna Mungu. Utasema hivyo. Mimi nilimwona mtu mmoja tulipokuwa tunaokoka, tukamwomba Mungu tulipokuwa darasa la 7 tuweze kufaulu. Yeye tukamunga akatupa neema, wengine tukafaulu, yeye hakufaulu. Alimwacha Mungu hivi. Alimwacha Mungu kabisa hivi. Akasema tuliomba kwa pamoja tufaulu tuende sekondari, na kipindi kile mtu akienda sekondari kwa anaonekana yani kama mtu ameenda wapi sijui. Siku hizo masekondari ni mengi tu, kila mtu anakwenda, lakini kile kipindi ilikuwa kuna ufahari fulani wa mtu akifaulu. Kwa hiyo yeye alipoona kuikosa ile fahari, aliacha Yesu na kuambia mpaka leo, na alikufa katika dhambi. Akasema Mungu yuko wapi? Tumeomba, aliyefaulu ni yule, mimi sikufaulu. Aliacha Yesu. Sasa ni kitu cha ajabu. Kana kwamba maisha wanaoyafaulu ni watu walioenda sekondari. Kana kwamba maisha wanaoyafaulu ni watu wenye wameajiriwa. Kana kwamba watu watakao faulu maisha ni watu sijui wafanya biashara, wakulima. Mungu ana njia. Wewe hujaona mtu anasoma na maliza degree hana kazi? Wengi tu leo, kama leo ni wengi tu. Wewe hujaona mtu hajasoma, mwingine darasa la 4, lakini huyo ndio Mungu amembariki kweli. Viwanda, mashamba, nini, anaajiri wasomi. Njia za Mungu wapendwa ni tofauti na njia zetu. Wewe tulia kwa Mungu, mwambie mapenzi yako yatimizwe katika maisha yangu, atafanya. Kwa hiyo wale watu walipokwenda kwa Yesu kumpa habari ya kwamba Lazaro rafiki yake hawezi, ni mgonjwa, Biblia inasema kwamba hakwenda haraka. Na Yesu amekawia, hajafanya haraka katika hilo unalohitaji kwake, ili aone unasemaje. Naona akaenda. Baadaye akafa. Sasa kufa kunaendelea kuwafanya huzunike zaidi. Huzuni jua huzuni. Na walikuwa na maswali mengi. Huyu anayesema ni rafiki yake, huyu Yesu anayesema ni rafiki yake wa Lazaro, mbona tunasikia anaponya wengine, lakini sisi tulipompelekea habari haja mponye, hajaja mpaka amekufa. Kwa hiyo walitilia mashaka, pengine wakamtilia mashaka Yesu, urafiki wa Yesu na Lazaro, urafiki wa Yesu na familia ya wao, kama ambavyo namtilia mashaka Yesu. Lakini Yesu anataka kitu kizuri tu. Yesu anataka kitu kizuri tu, anataka hata katika jambo linalokuhusu wewe. Amechelewa kwa sababu anataka kitu kizuri. Ndio maana akasema ugonjwa huu sio wa mauti. Ni wa kumtukuza Mungu. Wapendwa, sikiza nikwambie. Yaani machozi yetu Mungu anafurahia sana. Anafurahia sana machozi yetu. Kwa sababu wakati fulani yanampa utukufu. Wale watu wakalia, wamelia. Na alipohakikisha amekufa ndiye akaingia, amekwenda pale. Wakasema kama ungelikuwepo hapa ndugu yetu asingekufa. Kama ungelikuwepo ndugu asingekufa. Wanafikiri lazima wepo hapo ndio ndugu Lazaro hafi. Na akasema hata sasa nimekuja afufuke. Wakasema tunajua kwamba atafufuka siku za mwisho. Sasa leo atafufuka. Mnipeleke pale kwenye kaburi. Wakakataa kumpeleka kwenye kaburi, wanasema ananuka. Yesu anataka hali kama hiyo. Hali kama hiyo anapenda. Hali kama hiyo anaipenda. Nimekwambia anataka from the scratch, tangu chini, uko anapenda sana. Huko grassroots anapenda.
Kama ni biashara, ulikuwa unategemea akili zako, ulikuwa unategemea wafadhili, ulikuwa unategemea sijui nini. Sasa anasema huyu ametegemea sana wafadhili sana, ametegemea wala niangalie, na wafadhili kweli wamempatia, akitaka milioni 10 anapewa, akitaka hivi na vile na nini, fedha ya urithi, ataiache ipukutike, ufadhaike wewe. Halafu uanze kumtegemea yeye. Unaona anachotaka sisi tumtegemee. Kwa hiyo alipofika pale si Lazaro alifufuka? Alifufuka. Na akatukuzwa mpaka leo sasa namhubiri na kufundisha. Kama wakati fulani Martha na Mariamu walipopeleka habari za njoo mponya kamponya, inawezekana mimi nisingekuwa nakwambia jambo hili, lakini tukufu kwa Mungu na imani na mimi ninaongezeka. Ndio maana pia ninahubiri na kufundisha jambo hili kwamba Yesu ni wajabu. Mambo yanapoharibika anaweza kayatengeneza. Hayo mambo yalipoharibika, wewe sikiliza, mtu ameugua, amekufa, ameshazikwa, halafu anaenda kumwambia Lazaro njoo huku nje, toka huko kaburini, na akatoka kule kweli kaburini. Na hiyo biashara yako iliyokufa Yesu anataka kuifufua. Wala usifadhaike. Ni mpango wa Mungu. Naona Mungu anaweza kuziba mianya uliyewategemea ukashangaa, wanashangaa aliyekuahidi milioni, aliyekuahidi 500,000, aliyekuahidi hivi. Usiseme huyo sijui namna ukamchukia bure. Usimchukie. Ukasema bwana, yani watu wa siku hizi upendo wa wengi umepoa, atakwambia hiki sijui namna gani. Inawezekana ndivyo, lakini wakati fulani Mungu anaweza kafunga milango hiyo na wewe ukafadhaika. Ni mpango wa Mungu kweli. Wala wakati fulani sio shetani. Unaweza kwa sababu wewe hujui, unatapatapa, ukaenda mtu amekuahidi unataka kufanya biashara, uanzishe biashara, au biashara yako imedondoka, imekufa, mtaji wa kwanza umekufa, ulikuwa wa kwako mwenyewe. Sasa tunapata wapi mtaji mwingine? Nikakope shilingi milioni 1, milioni 2, milioni 3. Na mtu akakwambia bwana, yani wiki mwezi ujao basi njoo uchukue. Unafurahi. Unasema kwa kweli rafiki yangu yule bwana nitakurudisha baada ya muda fulani tu bwana, hakuna tatizo. Unashangaa Mungu anaingiza mpango wake. Mungu hataki ukope. Biblia inasema kwamba anayekopa ni mtumwa anayekopesha. Mungu wakati fulani hataki. Anasema sisi tutakopesha. Wewe ndiye unayetakiwa kukopesha, sio kukopa. Sasa unakuwa mtumwa. Sasa unashangaa unafika wakati ule Mungu anaminya. Ukienda pale anakuambia bwana, na mimi nimepata matatizo na nini. Usifanye nini? Usimchukie yule kwamba pengine alinidanganya, pengine alifanya hivi na vile na nini. Inawezekana Mungu ameona wewe usifanye biashara hiyo unaoifanya wewe. Inawezekana kabisa. Mungu ameona usifanye biashara hiyo, anataka kugeuze nini? Idara, akupeleke kwenye jambo lingine, labda sijui jambo lingine lolote lile. Kwa sababu ukiendelea huko sio mpango wa Mungu kwako jambo hilo. Kwa hiyo mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Ndivyo ilivyokuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu wa Mungu, kwa uchache nisema nikuletee tangu wiki iliyopita nisema nikuletee ushahidi wa kimaandiko kwamba mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Tumeona Mariamu aliyemzaa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, alifadhaika alipopelekewa habari za kumzaa Yesu. Tukaona Zakaria, kwani Zakaria na mkewe Elizabeti walikuwa tasa walipopelekewa habari za kumzaa Yohana Mbatizaji ambaye alikuja kutengeneza njia ya Yesu huyo, naye walifadhaika. Lakini tukaona pia Farao alifadhaika kuota zile ndoto, lakini alikuwa analetewa majibu ya amani. Ujue baadaye njaa ikawa kubwa katika nchi ile na vyakula vikawa vinapatikana Misri tu, ndipo watu wakawa wanakwenda. Kwa hiyo ile pia alitaka kuinua heshima ya mfalme yule na nchi yake, kwamba hakuna nchi, waliambizana, hakuna nchi tutakaopata chakula isipokuwa Misri tu. Unaonaje kama mambo yote yangefungwa, halafu ibaki Tanzania ndiye imefunguliwa milango, dunia nzima ikimbilie? Rais wetu angeinuliwa, angepata heshima zaidi, nchi yetu ingepata heshima zaidi. Lakini alifadhaika kuona wanyama wanakula ng'ombe, wanakula ng'ombe zake. Halafu nimesema sasa habari za Lazaro. Lakini pia Jumamosi iliyopita nilizungumza habari za waliokwenda kaburini kwa Yesu siku ile aliyofufuka. Mimi nasema siku ya kwanza ya juma Yesu akafufuka. Sasa alipofufuka wale wanawake ni alfajiri na mapema anakwenda huku, anaulizana ni nani atakayetuvingisha lile jiwe. Wanashangaa, wanakuta limeshavingilishwa, na walipoangalia kule kaburini hayumo. Biblia inasema wakafadhaika. Luka 24 mstari wa kwanza mpaka ukienda mpaka taule wa 6. Wakafadhaika. Labda nisome Luka, unaone pale Luka 24, nianze na mstari
Wa kwanza kama ambavyo nimesema, sikiliza. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingilishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Naona mstari wa 4, ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa neno hilo. Naona Biblia nasema, tazama watu wawili, malaika hao walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingia na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa. Walifadhaika. Na mimi nikasema, je, haukuwa mpango wa Mungu kwamba Yesu afufuke? Ulikuwa mpango wa Mungu, lakini umewafadhaisha. Na nikasema Biblia inasema kama Yesu akufufuka, imani yetu ni bure. Ni mpango wa Mungu ya kwamba Yesu atakufa. Ni mpango wa Mungu hakisha kufa atafufuka, atapaa juu kwenda mbinguni ili apate kutuandalia makao, kuandalia makao wewe, ili apate kumleta Roho Mtakatifu. Anasema kama sijaenda huyo msaidizi hawezi kuletwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango wa Mungu, lakini wamefadhaika. Kwa nini hawajaikuta maiti? Wanataka maiti ya Yesu. Kuna kitu unakitaka hujakipata, kimekufadhaisha. Usifadhaike. Narudia tena, kuna kitu mtazamaji wangu unakitaka sana, hamu ya moyo wako sana, hujakipata, unafadhaika. Hao watu walikuwa wanataka maiti ya Yesu, lakini wakikuta wakafadhaika. Usifadhaike kwa sababu nataka mme, hujapata mme. Hujapata mchumba, usifadhaike kwa sababu unatafuta kazi, hujapata kazi hiyo unaitamani. Mungu ana mbadala. Malaika wakashuka wakasema, msifadhaike, mnamtafuta. Naona Biblia inasema kwamba naye ni wajabu. Huku wakalia, wakaanza kulia. Sijui kama na wewe umelia kwa ajili ya jambo hilo linalokufadhaisha. Umelia. Umezaa watoto, nimesema wamekuwa vuta bangi. Umezaa watoto wamezalia nje tu, wamekuletea wajukuu nalia. Inaweza kuwa ni mpango wa Mungu. Pengine yule binti afike mahali fulani na jute aingie kanisani. Maana alishangaa, alifikiria anafanya kwa raha zake, lakini yule aliyezaa naye amemtelekeza watoto. Hivyo na vile na nini. Basi baadaye kumbuke ajute mwenyewe kwamba nilichokifanya nifanya kwa upumbavu. Sasa nifanyeje? Nikimbilie kwa Yesu basi nikapate kuokoka tu. Akapitisha katika njia hiyo tu, hata kama inaonekana ni ya uovu. Mungu ni wajabu. Mungu ni wa pekee. Anaweza kufanya namna hiyo. Naona Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anaweza Mungu kuruhusu kitu kama hicho. Sasa wakati wanasubiri wale wa mama wanalia, malaika wakashuka akamwambia, msihuzunike, nendeni mkawaambia hata wanafunzi wake ya kwamba basi amewatangulia Galilaya kule, amewatangulia Galilaya. Sasa wakati wanalia, Biblia inasema kwamba Maria Magdalena alipogeuka huku nyuma akamwona Yesu, akadhani ni mtunza bustani. Hilo nalo ndio tatizo. Yesu atumchukuli kama Yesu alivyo. Akadhani ni mtunza bustani. Unaona? Na Yesu mwenyewe akamwambia, mama, unalilia nini? Yesu anakuuliza unalilia nini? Kwa nini unalia? Anauliza swali. Kwa nini unalia ikiwa yeye yupo kwa ajili yako mama? Kwa nini unalia wewe binti? Kwa nini unalia wewe baba? Biashara imekwenda ndivyo sivyo. Kwa nini unalia? Mtumishi wa Mungu mwenzangu, nilitarajia mambo yangeenda namna hii katika utumishi wangu, lakini sivyo ilivyoenda. Kwa nini unalia? Anaambia, mnalilia nini? Na yule Maria hakujua kama ni Yesu, hakufahamu kama ni Yesu. Akasema, alifikiri, Biblia inasema alifikiri ni mtunza bustani. Akamwambia, maana kulikuwa na bustani pale, akamwambia, Bwana, kama umemchukua naomba uniambie ulikomweka nimchukue mimi. Kumbe ni Yesu mwenyewe. Yesu yuko karibu sana na wewe. Ni sawasawa na wale watu ambao walikuwa wanaenda Emau toka Yerusalemu, wanakwenda wanaongea habari. Mmoja ni Kleopa, wanaongea habari za Yesu hata wamfahamu. Hilo nalo ni tatizo tulilo nalo wengi. Watu wa Mungu walio nalo, unazungumza habari za Yesu kwa ufasaha lakini hujui nguvu ya Yesu. Unazungumza habari za Yesu vizuri lakini hujui mamlaka alionayo. Na yale mamlaka naye sema nimepewa mamlaka mbinguni juu na chini duniani. Na yeye hakuyahodhi mwenyewe, amekupa wewe. Anasema, tazama nimekupa amri au mamlaka, kanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu kitakachokudhuru. Wewe unayo mamlaka mama ya kunyamazisha adui, shetani, mapepo, nguvu za giza, nguvu za kichawi. Naona usihame kanisa kwa sababu ya wachawi. Wachawi waacha wao ndani ya kanisa. Moto wa Mungu mtakao washa
wa maombi, utawafanya wao wenyewe waondoke. Wamekuwemo tu kwa sababu ya kupoa. Tumepoa sana kiasi wanakuja wanakanyaga, wanakulalia wakati wa usingizi hivi na vile, ndoto za ajabu ajabu. Tumepoa. Biblia inasema ya kwamba basi yule mtu alikuwa amelima shambani kwake ngano safi, lakini walipolala akaja adui akaweka magugu. Ukilala ndipo shetani atakapofanya namna hiyo. Kwa hiyo wakalia. Wale kwenda siku ya kwanza Yesu amefufuka, wanalia, wanafadhaika. Lakini wanafadhaika kwa nini? Ni Yesu amefufuka. Ni Yesu amefufuka ili aende katuandalie makao. Ni Yesu amefufuka ili imani yetu iwe imani thabiti. Unaona, imani yetu iwe imani thabiti. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza habari pia za Kleopa na wenzake, wanazungumza vizuri kwa habari za Yesu. Na wewe inawezekana umezungumza habari za Yesu vizuri, lakini hujaelewa uwezo na nguvu. Huelewi Yesu mwenyewe yuko namna gani. Huelewi kwamba Yesu anakuwazia yaliyo mema. Ndio maana unafadhaika, ndio maana unalialia. Tulia msubiri. Mwambie niko hapa Bwana. Hata hivyo yeye amesema njooni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Ndivyo alivyosema. Njooni kwangu ninyi mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Mimi mchungaji siwezi kubeba mizigo ya washirika nikaibeba. Nitawaombea. Ndio kazi yangu, kwa ni moja ya kazi zangu za kuombea. Lakini mizigo wasinitwishe, itanidondosha chini. Na hata ya kwangu na mimi nayo nampelekea Yesu huyo. Nakuta mwepesi. Tunayo mizigo. Mizigo ndio hiyo. Mambo hayo yanayokufadhaisha. Mizigo ndio hiyo. Ulitaka mchumba hujampata. Mizigo ndio hiyo. Ulitaka kazi hujapata. Mizigo ndio hiyo. Magonjwa yamekulemea. Mizigo ndio hiyo. Mnaona madeni, ulikopa pesa unashindwa kurudisha. Mbona unafikiria kujinyonga? Usijinyonge, mpelekee Yesu. Hata sasa leo atafanya. Kwa hiyo leo pana wanaongea na Yesu akaingia ndani katikati ya msafara ule, akawaambia, ndugu zangu mnaongea kitu gani? Sasa tunaongea habari za Yesu Mnazareti. Tulimtegemea, tulimtumaini, lakini watu wabaya walikuja wamefanya 1 2 3 4 5. Hawajajua ni Yesu. Naona. Na alipoendelea kuwahoji zaidi, Biblia inasema wakamwangalia kama wana hasira vile naye. Sasa yani wewe ni mgeni katika mji huu, juu yaliyotokea Yerusalemu hivi karibuni. Kumbe wanaongea na yeye. Ni kitu cha ajabu kweli. Unaweza kaongea habari za Yesu lakini hujajua nguvu na uweza alio nao. Unaweza. Hawa Kleopa na mwenzake waliongea vizuri kabisa kwa kunyosha maelezo. Na wewe unanyosha maelezo, lakini unashangaa jaribu likija unatetema. Lakini unashangaa jaribu likikupata unafadhaika. Kumbe hukumjua. Tulia. Sasa heri wanaomtumaini yeye. Watafanana na mche au mti uliopandwa kando kando ya maji ambao haunyauki. Mambo yako ya kiroho yamenyauka kwa sababu hujapandwa karibu na Yesu, mto wa uzima. Hujapandwa. Anasema hawatatikisika. Ni kama mlima Sayuni. Majaribu yanapokuja hawatikisiki. Kwa nini wewe umetikisika? Kwa nini wewe umetikisika mpendwa? Kwa hiyo somo langu lilikuwa ni hilo, nataka kulimalizia hapo ili sasa Mungu akinipa nafasi wiki inayokuja nizungumze sababu zile zinazofanya mtu afadhaike. Ni sababu zipi? Jumamosi ijayo nitakuwa naleta ni kwa nini watu wa Mungu wanafadhaika hata kama ni mpango wa Mungu juu ya jambo lile linalo wafadhaisha. Nitakuwa naenda nazo zile sababu. Ni sababu gani lile ambalo nakufadhaisha na kufadhaisha hata leo. Kwa hiyo Jumamosi tafadhali nakuomba Mungu akupe neema uendelee na somo hili. Nilisema tangu mwanzo ni somo litakalo kubariki, ni somo litakalo kuinua, ni somo litakalo kujenga. Kinawezekana ndio mwingine amefungua televisheni yake mwishoni kabisa. Mimi naitwa mchungaji Chubwa Vitusi, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Sinza, Dar es Salaam. Nilikuwa na somo la mpango wa Mungu unaweza kukufadhaisha. Naomba sasa tumalizie kwa maombi, kwa kumshukuru Mungu kwa kuwa tulianza au tulifungua kwa maombi. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme. Tazama Bwana, tangu wiki iliyopita umenipa somo hili, mpango wa Mungu, mpango wako wewe Mungu unaweza kumfadhaisha mtu. Mara nyingi watu tumedhani Bwana, tukisha kukupokea wewe na kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tukisha kuokoka, tukisha kuwa wafuasi wako, tunaingia kanisani, tunatumika, tunatoa, tunadhani mambo yote yatakuwa ni ya mteremko, yatakuwa ni ya kukimbia, yatakuwa ni ya baraka. Kumbe kuna wakati unaporuhusu mambo yatakayotufadhaisha, lakini ni mpango kamili ulio wako. Naomba kafungue Mungu masikio ya ndani
na macho ya ndani ya watu hawa, ili Bwana wapate kujua katika somo hili ya kwamba kumbe na mpango wa Mungu unaweza kuwafadhaisha. Hata sasa mama anayenisikiliza na kunitazama, na baba yule, kijana yule wa kike na wa kiume, na wazee wanaotazama na kusikiliza, yapo mambo ambayo Bwana umefadhaisha, kumbe yalikuwa ni mpango wako wewe. Bwana wa amani, nimesema habari za Mariamu aliyemzaa Yesu. Neno lako nasema akafadhaika alipoletewa habari hizo, lakini ulikuwa ni mpango wa Mungu wako wewe Mungu. Zakaria naye alipoambiwa habari za kuzaa Yohana Mbatizaji akafadhaika, lakini walioenda kaburini siku ulipofufuka wewe Yesu wakafadhaika, kwa sababu maiti hawakuikuta. Kuna kitu walitaka wakikute, na nikawaambia Bwana, wanaonitazama walionisikiliza, kuna kitu wanataka wakipate. Hao watu walitaka wapate maiti, lakini maiti hawakuipata, wakafadhaika. Huyu mama kuna kitu alitaka akipate, hakukipata, amefadhaika. Huyu baba kuna kitu alitaka apate, hakukipata, amefadhaika. Alitaka kazi fulani ikamponyoka hivi hivi na interview aliyofanya, amefadhaika. Kumbe huyu una mpango mbadala mwingine wa kumuinua Bwana. Nikasoma pia Bwana katika ile Isaya 55 mahali ambapo umesema Bwana kwamba njia zako sio njia zetu, wala mawazo yako sio mawazo yetu. Unajua mawazo unayotuwazia sisi ya kutupa tumaini katika siku hizi za mwisho. Bariki watu hawa Bwana, ukawainue na kuwawezesha wewe liwe juu, na neema yako isiwache Bwana, katika jina lako takatifu Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba Bwana na kuamini, amen. Asante sana mpendo wangu mtazamaji, Mungu akubariki. Mungu akitujalia basi tuonane tena Jumamosi saa na wakati kama huu. Ubarikiwe.